mahali mtu wa Mungu inafikia mahali mtu wa Mungu unaona kushindwa kwa sababu ya yale unayopitia, lakini wacha nikutie moyo, wacha nikwambie ya kwamba kuna Mungu aliye mbinguni ambaye ana uwezo wa kufanya jambo. Amen. Kwa hivyo yale unayopitia, zile shida utakazokuwa unapitia, unapozipeleka kwa mwanadamu wa kawaida, yeye ni mwanadamu kama wewe, anaweza akafika mwisho. Lakini langu ni kwamba subiri wakati wa Mungu, na huko ukiomba Mungu, Mungu atafanya. Fungua nami kitabu cha Mwanzo. Amen. Mwanzo 18. Naenda kuongea kuhusu kusubiri wakati wa Mungu. Ni lazima watu wa Mungu, kama tukitaka kushinda na kama tukitaka kumwona Mungu, basi tuweke Mungu mbele kwa yale yote ambayo tutakuwa tunapitia, na tukitumainia ya kwamba kuna siku moja Mungu atafanya jambo. Kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa 1. Maandiko inasema hivi: Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mwaloni wa Mamere, alipokuwa akiketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Kainua macho yake akaona, na tazama watu watatu wamesimama mbele yake, naye alipowaona alipiga mbio kuwalaki. Kutoka mlangoni pa hema akainama mpaka nchi, akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa, mimi ni mtumwa wako. Mlango wa 4. Na yalete basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu. Amen. Sikia, huyo ni Mungu ananena na Ibrahimu. Inawezekana hata wewe mtu wa Mungu ikawa kuna mambo ambayo Mungu amenena nawe, lakini kwa sababu ya ukaidi na kwa sababu ya kwamba unaona kwamba wewe unatosha, amen, unakosa kutekeleza yale ya Mungu. Maandiko imesema ya kwamba Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamere, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana na wakati wa hari. Amen. Huyo Abrahamu akawa ameketi mlangoni kwake pale, akaona watu watatu wakija, na akaenda akawalaki. Amen. Ni vizuri mwanzo, jambo la kwanza, kama ukitaka kubarikiwa, uwe mtu wa kukaribisha mtu. Amen. Na uwe mtu wa kupenda kutoa kwa ajili ya Mungu. Lazima Mungu hatakuacha vile ulivyo. Amen. Huyo Abrahamu akawalaki wale watu watatu. Maandiko imetuambia mstari wa 2, akainua macho yake akaona, na tazama watu watatu wamesimama mbele yake, naye alipowaona alipiga mbio kuwalaki. Tena akawaambia ya kwamba, karibuni. Amen. Kuwalaki tena, akainama akawasujudia. Amen. Lazima mtu wa Mungu, jambo la kwanza, ukitaka kuwa mtumishi wa Mungu na ukitaka mtu ya kwamba Mungu atawale maisha yako, lazima ukaweze kuwa mtu wa kushuka. Amen. Abrahamu akaenda akainama mbele za watu na akawaambia, karibuni, kisha nikaone kibali machoni penu, ingieni msinipite. Amen. Yani yeye anakaribisha wageni, alafu anasema, kama nimeona kibali machoni penu usinipite. Na wale watu hawajui. Amen. Labda kwako wewe unaweza ukakaribisha mtu kama huyo. Amen. Ama wewe ambaye umeokoka, yani uko na Mungu, unasema ya kwamba mimi hata Yesu akaja hivi leo naweza kwenda mbinguni.
Je, wewe ni mtu wa kukaribisha mtu ama ni wale wengine? Amen. Hiyo miaka ya huko nyuma nilikuwa nikifanya follow up. Amen. Kama wana follow up mnafanya, Mungu awabariki kwa hiyo huduma, lakini kuna changamoto nyingi. Amen. Na si bure kupitia hiyo huduma ya kutembea nyumba kwa nyumba. Kuna jambo tukatembea nyumba moja wakati fulani. Amen. Wakati huo follow up ilikuwa inafanywa mchana. Amen. Sana 8 hapo huwa ndo ilikuwa inaanza mpaka hiyo masaa yote ya jioni. Tukaingia kwa nyumba moja. Si unajua hiyo ni wakati wa lunch. Sijui kama ni wakati wa lunch kwao ama ilikuwaje. Maana sisi tulikuwa tukitembea tumefunga. Na hata kama hatujafunga, watu wa follow up wao wanatembea wakiomba. Hawana haja na chakula yako, hawana haja kujua unaishije wala umekuaje. Lao ni kuomba na kutoa. Tukagonga mlango. Karibuni tukaanza kuomba sisi. Kumbe yeye alijua hawa ni washirika na wako mezani. Wakachukua kumbe walikuwa wanakula sima na mboga niku. Wakachukua la bakuli la kuku akalificha kwa mfungwa kiti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo chakula huko. Sasa hiyo ni kazi gani? Si angefinika tu hapo juu. Hatuna haja ya kula sisi, na hata kama tuna haja. Lakini ilikuwa kuna haja. Sikia vile Mungu ananena na mtu, na vile wewe unavyosimama na ukamngoja Mungu, ukaona kama kwamba Mungu amekudanganya, lakini wewe hujui umesimama aje na Mungu wako. Akachukua zile chakula wakaficha. Amen. Haya tukaomba, na huyo aliomba akaomba muda mrefu mpaka roho alishuka. Kwanza mapepo. Sasa mimi imebidi nimefungwa. Mimi nilikuwa nimefungwa macho, lakini wenzangu walikuwa wanaomba, maana Mungu tukisema ile amina sasa, paka akapita na mguu wa kuku hapo mbele yetu, huyo akatoka nje. Amen. Ikabaki yule mama anafanya hivi. Amen. Sikia, Abrahamu alikuwa ameketi chini ya mti wake mlangoni kwa hema lake, akawaona watu watatu, akawalaki. Tena akawaambia, karibuni bwana zangu, kama nimeona kibali machoni penu, msinipite. Amen. Mara ngapi Mungu amekupita kwa sababu ya jambo kama hilo? Hao ni wale wa wokovu wa kitambo. Amen. Hata wale waliofanya mambo hayo hawako hapa kanisani. Amen. Lakini labda pia wewe ni mmoja wapo. Amen. Mimi nilikutana na hilo. Amen. Ni lazima mtu wa Mungu ukamwamini Mungu kutoka mbali. Unapomwamini Mungu katika ndani ya moyo wako, utakuwa na sababu ya kumwamini Mungu na utakuwa na sababu ya kumshukuru Mungu. Abrahamu akasema ya kwamba, kiwa nimeona kibali, msinipite. Yani mimi nitawashughulikia kwa njia nyingine, mimi lazima nitafanya jambo. Amen. Mnaona hili jambo la kwamba mnabariki mchungaji. Kuna wakati kubariki mchungaji unaweza ukachukulia kama hili jambo ni jambo tu la kawaida, lakini kuna kitu ambacho Mungu anaweza kufanya kwa ajili ya hilo. Amen. Lakini kwa yule ambaye moyo wake umependa, si kwamba unafanya lile jambo kwa sababu tuliambiwa tufanye. Fanya kama moyo wako umependa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijua ya kwamba baada ya kufanya ama baada ya kutekeleza tendo hilo kuna kitu ambacho utakipata. Abrahamu alijua ya kwamba hawa watu aliowakaribisha, jambo la kwanza hawajui wametoka wapi, lakini katika moyo wake alijua ya kwamba nitakapowakaribisha lazima kuna kitu. Amen. Mimi nimekuja kuomba kwako na unifichie chakula. Sasa hata kama ni kuomba nitaomba. Sina haja ya chakula chako, lakini si umekifi. Abrahamu akasema, kama nimeona kibali. Mstari wa 4 unasemaje hapo? Sikia mstari wa 4 kila anasema. Na yaletwe basi maji kidogo mkanawe miguu. Sikiza sasa.
mkapumzike chini ya mti huu. Anasema ya kwamba na yalete maji kidogo mkanawe miguu yenu. Labda hiyo miguu ilikuwa kama wametoka shambani, kwa sababu ya ule mwendo kulingana na umbali walikotoka. Hakutaka kujua ni wakina nani. Amen. Akawaambia ya kwamba na yalete maji kidogo ili kwamba mkaoshe miguu yenu na mpate kupumzika. Hii ni kazi ambayo Abrahamu alifanya na asijue anafanya kwa sababu gani. Amen. Siku ya leo sisi Wakristo wa leo tunabariki watu wale tunaowajua. Tunawabariki watu wale ambao tunajua wao pia siku nyingine watatu. Ile baraka ya kweli ni kwamba ni ukabariki na usitake kwamba urudishiwe. Amen. Si kwamba unasema nashona nguo hii nampelekea shangazi yako. Hakuna baraka zitatoka kwa shangazi yako. Shona nguo hiyo upelekee watu wasiokujua. Wakienda wakivaa watasema yule Mungu aliyefanya, yule Mungu aliyemtumia huyu aliyenipa nguo hii niliyekuwa sing'ari leo ninang'ara, Mungu ambariki. Wewe utakosa kubarikiwa. Lakini kwa sababu unachukua baraka zako umpelekea nyanyako, na nyanyako labda ni mwanga, anaenda peleka mzimuni, utafunguliwa. Amen. Mzee alisema maisha, alikunywa sumu akafa, si ndio? Sasa alikuwa anataka kufa, lakini wakati wa Mungu ulikuwa umefika. Kazi ya pepo ni kukutakia mabaya, lakini Mungu anatuwazia mema. Amen. Subiri wakati wa Mungu, wala hata kama angekufa haingekuwa suluhisho ya ile shida aliyomfanya paka kunywa sumu. Suluhisho ni kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunabaki tukisema Mungu hayuko. Tunabaki tukisema tumeomba siku nyingi, mbona Mungu hajafanya? Mbona Mungu hajanitendea? Unaombaje? Mpe mkono mwenzako, waombaje we? Mbona Mungu abariki yule, amtendee yule, wewe ni nani asikutendee? Bwana Yesu asifiwe. Ona Abrahamu, watu hawa hawajui. Penda kuwa mtu wa kukaribisha wageni. Amen. Kumbe wageni wale walikuwa ni malaika, lakini Abrahamu hakujua. Malaika angeshuka kwako hata leo, atakosa kukufanyia jambo, atakosa kukubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumechukua ya kwamba kile tukifanyacho kama ni kawaida. Amen. Wachani niseme hili, labda mtaona pengine ninaingilia ama ni vipi, lakini kulingana na yule Mungu wangu, yule wangu, lakini si wenu, yule wangu. Maana kila mtu anamwabudu Mungu wa. Amen. Ni ile wiki iliyopita ama ni wiki gani ile mlibariki mchungaji? Basi Mungu alisema hizo baraka hajazikubali. Amen. Sasa wewe toka na kwenda kusema ya kwamba mimi nimesema hivyo, badala ya Mungu aliyesema. Sasa Mungu mwenyewe anajua kwa nini alisema hiyo, lakini alisema hizi ndio baraka hizi, mtumishi wa Mungu anabarikiwa hizi. Amen. Nimesema wewe nenda ukisema mimi nimesema hii. Mko ama mtakuja nisema Jumapili mchungaji uko hapa, lakini yeye pia na Mungu wa. Lakini wangu aliniambia hii. Abrahamu alisema kama nimeona kibali machoni penu, mletee maji muoshe miguu, munawe miguu yenu, kisha muingie ndani mpumzike. Anakaribisha watu ambao hawajui ni wapi walikotoka. Ni lazima mtu wa Mungu ukifanyacho lazima kitoke kutoka ndani. Amen. Kitoke kupitia ndani. Ukafanye kwa moyo wako umeridhika, ukafanye kwa moyo wako umekutuma. Si kwamba ninafanya maana tumetangaziwa na sekretari wa kanisa, ni jukumu lake ametangaza. Mwenye kutekeleza ni wewe na Mungu wa. Mstari wa 5 anasemaje? Nami nitaleta chakula kidogo.
Sikia sasa, ataleta chakula kidogo. Mkaburudishe moyo. Mkaburudishe moyo. Baadaye muendelee. Na baadaye muendelee. Iwapo mmemjia mtumwa wenu. Kama mmemjia mtumwa wenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna haja mtu wa Mungu wewe mwenyewe ukamkaribisha Yesu ndani ya maisha yako. Amen. Amen. Si nimeongea hilo neno sasa, ni Mungu amesema. Lakini mtatoka hapa mwende mkaseme amesema hivi, labda hiyo juzi hakupata kile alichotarajia. Ole wako na Mungu Wow. Lakini mimi nilichoambiwa nimekisema. Amen. Anasema yaletwe chakula, mkule kisha muendelee na safari yenu. Hakutaka kujua ni wakina nani wametoka wapi. Ukitoa toa kwa moyo. Unapofanya kazi ya Mungu fanya kwa moyo. Unapomtumikia Mungu hiyo kazi fanya kwa moyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama utafanya kwa sababu watu wanafanya, itafikia mahali utachoka. Unaenda kanisani maana wazazi wako wanaenda, utafikia mahali utachoka. Amen. Lakini kama umefanya kutoka kwa moyo wako. Ndio maana ile wiki iliyopita nikasema, huyu Mungu ulimpataje wewe? Mbona naona kama ni unamchezea? Mbona naona kana kwamba ufanyi kile anachotaka? Wewe uliokokaje? Ni lazima ukajitafute kila kunapokucha, jitafute kutaka kujua, je, nilivyo hivi vinampendeza Mungu? Ninayoyafanya yanampendeza Mungu? Amen. Amen. Mbona kimya sasa? Mtakuja nisema. Kinisema Jumapili nitatafuta kwa kwenda Migumomiri ama Mabanyu. Endelea hapo mzee. Niwe siko. Wakasema haya, fanya kama ulivyosema. Sasa wale watu wakasema, fanya kama ulivyosema. Yani kile ulichotamuka kutoka kwa moyo wako, fanya hicho. Makependo alisema ya kwamba alipitia changamoto nyingi mpaka watoto wake wakienda shule wanafukuzwa kwa hizo shule. Matatizo mengi. Sasa vile anaenda kule, kama ni kwa basari, hata kama wenzake watapata, yeye atakosa. Akafikia mahali akatamuka, kama Mungu ukiniondolea hii aibu hii, mimi nitakutolea sadaka na nitakuchukua soda nikunywe. Wewe alikuwa naona anaenda Nyali na mguu huyo kwa Muhammad Ali akitafuta basa. Kuna Mungu mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Endelea hapo. Basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara. Akasema, himiza vipimo 3 vya unga safi, ukande ufanye mkate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi, naye akahimiza kuiandaa. Akatoa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa, akawaandikia mbele yao. Akasimama karibu nao chini ya mti, nao wakala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani watu hawajui amewakaribisha, alafu ameenda kundini kwa ng'ombe, ameenda toa ng'ombe. Haya, wewe leo hata yule unayemjua. Amen. Na kwa sababu ni adui wako na humpendi, akaja kwako, hata kama hamkuli sukuma hiyo siku mtakula sukuma, maana adui amekuja. Amen. Amen. Huyu hamjui, na akamwambia bibi yake afanye mkate, tena ule laini, tena wa kupikwa na siagi. Amen. Na yeye akaenda zizini akachukua kondoo. Watu hawa huwajui. Nauliza kanisa leo, unaweza ukafanya mambo kama hayo? Nani anaweza? Anyoshe mkono. Tuondoe wokovu, tuseme hatujaokoka. Tusijifanye rohoni sana. Tutoke. Tuseme hatujaokoka vile ulikuwa. Nani ambaye anaweza kufanya jambo kama hilo? Na kama ukitaka kumwona Mungu, lazima ya kwamba
jam. Amen. Juzi Friday nikiwa kule Mabanyundo, kuna kijana mmoja alikuja pale, alikuwa hali ngumu sana. Amen. Sasa anaendelea kufunguka. Hiyo juzi aliambia, yani haya magonjwa ambayo nilikuja nayo nitoke, yani yaishe kabisa. Mimi nitamnunulia Mungu viti. Nilimwambia akanunue tayari, maana Mungu amekupa. Amen. Ni lazima ukawe na imani na ukawe na tumaini ya kile unachokifanya. Yale unayoyatenda, je, haya yanamtukuza Mungu? Abrahamu akawachukulia wale wageni kama watu ambao hata ni zaidi ya watu wanaowajua. Si unajua kama kikwenu ama kikwetu, mgeni wa kuchinjiwa mbuzi ni mtu ameenda na nini mpaka achinjiwe mbuzi? Ile ndo ya unga ile ndo kachinjiwe mbuzi, tena ni boma moja sana. Wao umeenda mikono mitupu, yani watu hawajui na anaenda kuwachinjia. Ukafanya hivyo, hata kuku mwenyewe uchinjiwe. Si kuku ni ndege tu wa kawaida, lakini uwezi ukachinjiwa. Abrahamu akachukua gharama zote akijua kile anachokifanya kwa ajili ya Mungu. Chukua gharama zako, chukua maisha yako, chukua wokovu wako. Sema, ni mimi niliyeokoka, nitakutumikia Mungu kupitia njia hii na kuhitaji nikuone, alafu msubirie Mungu atafanya. Amen. Amen. Endelea hapo. Wakamwambia, yuwapi Sara mkeo? Sikia sasa, baada ya kufanya hilo tendo sasa. Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani. Natazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwepo nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona sasa zile harakati Abrahamu amezifanya. Kumbe Abrahamu na Sara walikuwa ni watu hawajapata watoto, na hata katika desturi ya wanawake huyu Sara ilikuwa imekoma, maana alikuwa mzee, kuaminisha kwamba hawezi akapata mwana tena. Uko hapa mtu wa Mungu, nataka kukwambia, labda katika umri ulio nao na hujapata mtoto unasema siwezi kupata mtoto, kuna Mungu anayepeana watoto. Amen. Amen. Hawa watu jinsi vile ambavyo Abrahamu aliwahudumia, maandiko imesema ya kwamba walipokula na kushiba, amen, wakasema ya kwamba iwapo sasa, akamuuliza mwanzo, yuko wapi Sarai mkeo? Amen. Maana mke wa Ibrahimu aliitwa Sara baada ya Mungu kumbariki, lakini aliitwa Sara. Na huyo Abrahamu aliitwa nani? Hamsomi maandiko, si ndio? Alikuwa anaitwaje Abrahamu kabla yani abarikiwe? Wewe hiyo nkani alikuwa akiitwaje? Alikuwa akiitwa Abraham kabla abarikiwe, na Sara alikuwa akiitwa Sarai. Malaika wale ama wale watu wakamuuliza, yuko wapi Sarai mkeo? Akasema yumo hemani. Amen. Unajua kama umeandaa chakula kwa wageni, na wale wageni ina maana walikuwa ni wanaume, si lazima wakae na wanaume wenzao. Wewe bibi, kama utakuwa chooni ama utakuwa wapi ole wako, lakini wale waache waendelee na shughuli za. Amen. Wale watu wakamwambia, iwapo wakati kama huu mwakani, Mungu atakubariki na watoto. Amen.
ameshiba. Mimi nimezeeka. Inawezekanaje? Na ndivyo ulivyo wewe mtu wa Mungu leo. Umevunjika moyo kiwango cha kukosa matumaini. Umevunjika moyo kiwango cha kukata tamaa. Lakini wacha nikwambie leo, kuna Mungu anayeweza. Bwana Yesu asifiwe. Akacheka, lakini moyoni mwake wale malaika wakajua, wakamwambia Abrahamu, kwa nini Sarai mkeo amecheka? Amen. Yeye mwenyewe sasa anacheka. Unajua kuna kilio cha kuna kilio cha furaha na kilio cha huzuni. Sasa yuko kucheka kwake kulikuwa ni kwa huzuni, maana alisema ingawa ni mkongwe lakini nitapata furaha na bwana wangu huyu mzee. Amen. Nasema subiri wakati wa Mungu, wacha kukimbilia yasiyokuhusu. Amen. Na kwa sababu unakimbilia mambo ambayo Mungu mwenyewe hajafikia wakati, ndiposa unaenda unafika mwisho unafeli. Kwa sababu gani? Hujaenda katika ule mpango wa Mungu. Amen. Lazima usubiri baraka za Mungu na uwe mtu mwenye kupenda wageni, mtu mwenye kukaribisha mtu. Sitaki kujua mtu huyu ni nani, labda ni mtihani tu Mungu ameuachilia. Amen. Kuna jambo ambalo Mungu unaweza kulitenda. Bwana Yesu asifiwe. Sarai anasikia. Huyo naye alikuwa ni mbea huyo. Maana watu wako nje wanakula, yeye yuko ndani, lakini alisikia yale anayosema. Lazima ukawe mtu wa kutaka kujua ni nini anachosema Mungu, ni nini Mungu anataka kukifanya ndani ya maisha yako. Na utakapofanya hilo jambo, subiri baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hili jambo la kusema mimi natoa hiki kwa sababu ya kazi ya Mungu, mimi nambariki hivi mtumishi wa aina yoyote, hata kama utampata huko nje, lakini useme mimi na support tu kazi ya Mungu kwa hiki, mimi nabariki mtumishi wa Mungu. Mungu hakuachi ulivyo. Amen. Kuna ndugu walitoka hapa. Amen. Na bibi yake, lakini kuna huu mwezi kama wa 3 hivi, huyo bibi alikuja hapa akawa ni mgonjwa. Amen. Lakini katika huko walikotoka walijua ya kwamba hapa ndio kuna Mungu. Wakaja hapa tukamwombea, na yule mama amefunguliwa. Wacha nikwambie, yule mama ndiye alikuja mwanzo kanisani. Kadri alivyokuwa anaendelea kuja, ikafikia wakati mpaka bwanake naye akaja. Amen. Lakini baadaye pepo akawatoa. Lakini huyu ndugu huyu amekuwa akifanya kitu, yani amekuwa akifanya kitu kwa ajili ya nyumba ya mchungaji. Amen. Kuna jambo Mungu yani kupitia hili neno, kuna kitu Mungu amesema juu yake. Sitawaambia maana sicheni, lakini mimi nitawaambia. Mnaona huu mzigo hapa? Naona hizi ni tomato. Huyu ndugu huwa yuko sokoni huyo. Amen. Sitakwambia sije, lakini wacha kuambia ili ukanunue huko kwake. Kama wewe una kibanda, huyu ndugu anaitwa Peter Mti. Amen. Naona mnamjua, alikuwa hapa kanisani, akaana kibanda pale Upendo pale. Amen. Lakini toka aanze kutoka hapa kanisani, zile tomato hata zile kidogo zile, huja na tomato mpaka tukasema tutaziweka wapi? Amen. Mteja wa kwanza huyu alijuaje anauza kreti huko? Anaenda akinunua huko Kongowea. Ukienda huko kwa tomato utampata, maana hiyo ndio kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kupitia hili jambo amekuwa akifanya hivyo siku nyingi tangu atoke hapa kanisani. Lakini leo Mungu amesema hata muacha alivyo. Yale anayopitia Mungu atampitisha. Sitaki kujua anapitia nini, lakini Mungu atampitisha. Hivyo ndivyo Mungu amesema. Lazima mtu wa Mungu ukasimame na Mungu kama wewe. Wacha kusema kwa sababu watu wanasema. Wacha kumwimbia
kila Jumanne kwa ajili ya maombi. Juzi niliwaambia kwamba tunamchallenge shetani sasa. Ibilisi anajua ya kwamba saa 8:30 maombi yanaanza, sisi tunaanza saa 8. Akifika saa 8:30 ili aje atuletee usiombe, sisi tuko mbinguni kitambo. Fanya hivyo kwa Mungu, uone Mungu utabaki hivyo hivyo. Amen. Mpe mkono mwenzako, mwambie unapitia nini? Changamoto gani unayopitia? Ni watoto wako kwa Mungu. Mtafute yule Mungu aliye juu. Mtafute yule Mungu aliyekuita. Mtafute yule Mungu unayemuokoa. Mungu huyo atakupa kazi. Mungu huyo atakupa watoto. Baraka zote zinatoka kwa Mungu. Hallelujah. Amen. Amen. Haya wewe kaseme leo amesema. Hata ukienda uliza huko ibada imekuaje, leo amesema hivi. Endelea tu kusema leo amesema hivi. Lakini ujue shetani yuko. Amen. Utafikia wakati ufike mahali ya kwamba uone kana kwamba Mungu amekuacha, lakini Mungu hajakuacha. Sisi ndo tunamwacha Mungu kwa zile changamoto tunazopitia, kwa yale baba tunayopitia. Tunafika wakati tunamwacha Mungu, lakini siku ile utakapojirudi na kusema Mungu nimekosa, nimekuja, Mungu si mwanadamu. Amen. Kusema ulichonifanyia sitakufanya, hata ndo anakurudia. Unaanza upya katika maisha. Amen. Subiri wakati wa Mungu. Na wakati wa Mungu ni bora. Lakini kwa sababu tumekosa kusubiria, tumekosa kumtafuta Mungu, tunaona ya kwamba tunashindwa, tunaona ya kwamba hakuna Mungu, ni lazima tukasimame katika Mungu. Amen. Mtu asome Mathayo hapo. Soma Mathayo 6. Kaa hapo, nataka kukwambia kwa hiyo. Amen. Mathayo 6:33. Inasema nini? Aliyepata haraka. Nataka nikutie moyo. Lazima tuamuke kwa usingizi. Tujue ujio wetu mahali hapa ni Mungu tunayemtafuta, ni Mungu tunayemwabudu. Sisi hatuna cha kumpa Mungu, lakini kile tulicho nacho mpeane nani? Nitasoma. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mathayo anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Mengine ndio hayo ya kukosa kazi, ndio hayo ya kukosa amani, ndio hayo ya kugonjeka. Lakini wewe mtafute Mungu, usiache kumtafuta Mungu kwa sababu huna kitu. Kamwambie Mungu hivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu amesema hayo mengine mtazidishiwa. Sisi wa Kristo wa leo tunataka yale ya kuzidishiwa, ya kumtafuta Mungu ni kufunga na kuomba, kwenda kanisani, kwenda mafundisho. Hatuna haja na hayo, lakini tunahitaji Mungu atutendee. Amen. Amen. Utamwona Mungu. Ikifika wakati wa neno kama saa hii, umeshika kipochi, uko nje na mtoto, uko busy na mtoto, mpaka ukiingia hapa neno limeisha, utafunguliwa kweli? Lazima tuamuke katika usingizi tukijua ya kwamba wokovu ni wangu mimi mwenyewe, niliokoka mwenyewe. Amen. Sasa yale mengine ambayo tunayatafuta na hatujayapata bado, Mungu mwenyewe anatujua. Huyu Mungu ana maajabu zake. Nilisoma mahali pengine kwa Biblia, sitakwambia ni kitabu gani, lakini kama ni msomaji wa Biblia unajua haya maneno taongea yanatoka kwa kitabu gani. Pale Yesu alipopelekwa kwa kile kinara cha hekalu, amen, akaambiwa ajitupe chini, maana imeandikwa atakuagizia malaika wake na mikononi mwake ya kwamba watakushika ili usianguke. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko hayo si yako. Lakini sasa hayo maandiko kwa kitabu cha Zaburi sasa ndio inasema hiyo ya kwamba atakuagizia malaika
sumu. Amen. Na uchukue hiyo sumu ukunywe, maana utaomba. Amen. Wewe ni nini kitatokea hapa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu utakuwa umefanya dhambi ya makusudi. Lazima hiyo sumu itachukua nafasi yake. Simama mtu wa Mungu, omba na usichoke. Kila wakati wewe omba, usiseme kila siku kuombewa, maana hujapata. Siku ile ukipata, wewe Mungu atakutendea. Na siku ile ukipata, hutachoka kuomba, na hata ukipata kisha kuomba lazima utaomba. Maana mwenye kuomba hachoki. Kwa hivyo ni tusimame katika kumtukuza Mungu. Amen. Endelea hapo, tunataka tukamilishe hapo 32. Sasa kwa hiyo kitabu hiyo cha Mwanzo, toka huko kwa Mathayo. Hiyo nilikuwa napitia kusudi mjifahamu. Hiyo Mathayo, sasa tuko kwa mstari wa tuko kwa mstari wa 25 sasa. Turudi Mwanzo ama? Turudi huko Mwanzo. Nikakwambia huko Mathayo tunapitia 14. Mwanzo 18:14. Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Anasema kuna neno gani gumu la kumshinda Bwana? Jibu ni kwamba hakuna. Hata pale pasipo njia Mungu anafanya njia. Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Akakana Sara akisema, sikucheka, maana aliogopa. Naye akasema, sivyo, umecheka. Kisha watu hao wakaondoka huko, wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Sasa huyu Sara amecheka. Lakini sasa malaika wanawaambia, ama wale watu kama ilivyoandikwa, wanamwambia, je, kuna neno gani ambalo linamshinda Mungu? Jibu ni kwamba hakuna. Sasa akaambiwa, kwa wakati kama huu mwakani utapata mtoto, tena mwanamume. Si mtoto tu, bali mwanamume. Unaombaje wewe paka unafika unakata tamaa? Amen. Lazima tukaweze kuwa watu wa kumtafuta Mungu. Kila kukicha tu watu wa kumtafuta Mungu, tukijua ya kwamba siku moja Mungu aliye juu atatupumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale watu walipomaliza kunena na Abrahamu, wakashika njia kuelekeza Sodoma. Amen. Mungu huwa hana maneno mengi kama shetani. Bwana Yesu asifiwe. Maana shetani kitambo uingiliane naye sipaka akubembeleze. Anakuonyesha dhambi kama si dhambi, wewe ni kitu tu kizuri, fanya difosa akupate. Lakini Mungu huwa mambo yake ni mafupi na ya kueleweka. Walipomaliza ile huduma aliyoiweka kwa huyu Abrahamu, wakashika njia kuenda Sodoma kwa sababu ya uovu ulioko kule Sodoma. Bwana Yesu asifiwe. Unawezekana ikawa kuna mambo ambayo Mungu hajayatekeleza kwako kwa sababu ya yale unayoyatenda. Amen. Kama ni Yesu, acha awe Yesu. Kama ni moto, acha uwe ni moto. Na kama ni baridi, uwe ubaridi, ili ukamuone Mungu. Maana Mungu hapendezi na mtu mwenye nia mbili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima watu wa Mungu kila kukicha tunafanya wokovu wetu kama tumeokoka leo. Amen. Usihesabu hiyo miaka mingi uliyookoka, hiyo hata si tatizo mbele za Mungu. Mungu anataka wokovu aliyesimama leo. Yule aliyemwamini Mungu leo, yule ambaye amesimama na kumtekeleza yale ya Mungu, ndio Mungu anamhitaji. Hana haja na miaka ya wokovu wako. Amen. Kwa hivyo usijivunie una miaka 20 tangu uliokoka, una miaka 80 tangu, hiyo si tatizo. Amen. Amen. Endelea hapo 17. 16. Kisha watu hao wakaondoka huko, wakaelekeza nyuso zao Sodoma.
Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahim jambo nilifanyalo? Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Sasa unaona Ayubu, unaona sasa Abrahamu, Mungu anajivunia kwa ajili ya yale ambayo ataenda kuyatenda. Malaika hao wanaenda Sodoma, lakini sasa kwa sababu wamemwona Abrahamu kwamba ni mtu wa imani, na yale yote waliomwambia ya kwamba atapata mtoto, malaika wanasema, je, nimfiche huyu mtumishi wangu kile tunachokiendelea kukifanya kule Sodoma, akiwa atakuwa baba wa mataifa mengi. Amen. Wacha kujidharau, kuna Mungu mbinguni. Amen. Lazima kwa wewe wokovu wako ni usimame ndiposa boma yenu ikakombolewe. Amen. Kuna mtu haja muamini Mungu kwa hilo boma ni kwa sababu wewe hujasimama kama wewe. Amen. Amen. Kuna wakati niliwaambia wamama, hiyo ilikuwa mafundisho, nikawaambia kwamba kama ni mama umeolewa mahali pale ulikoolewa. Amen. Kuna maboma zingine ambazo kila mwaka, tuseme kama kila Disemba, lazima hapo kwa boma kufe mtu. Na hiyo ni lazima. Hata wenyewe wakifikisha mwezi wa 10 na 11, kila mmoja yuko wasiwasi, hajui ni yeye atachukuliwa ama Nikawa nasema na wamama, nawaambia, kama mama ukiolewa kwa hilo boma la namna hiyo, simama. Amen. Amen. Kama ni kufunga funga, mwambie Mungu, watu walikuwa wakifa, maana mimi nilikuwa sijaolewa, lakini nilivoolewa mahali hapa ninakataa hiyo roho ya kufa hovyo, ninakataa. Amen. Watu wafe hizo vifo za kawaida, uone kama Mungu atafanya. Lakini wao wanasema kwani kuna wachawi? Kama ni mama yule, mimi siendi kwenu, niko hapa. Mchawi atakufuata hapo hapo nipo. Yeah. Amen. Amen. Kwani hiyo kukua hutaenda huko maana kuna wachawi ndio tatizo? Wanaruka. Amen. Tena waje wakubebe na ukaamuke baharini ama ukaamuke huko shambani kwake. Na hujaenda. Kwa hivyo dawa ni kusimama na Mungu wako, si kumtoroka. Amen. Malaika wanamwambia tumfiche huyu mtumishi wa Mungu. Amen. Tunapofika mahali hapo ndiposa mtu wa Mungu, unaposimama vyema na Mungu, unapoomba vizuri na Mungu, Mungu anakuambia siri, anakufunulia mambo ambayo kwa macho haya ya kawaida hayaonekani, lakini kwa macho ya rohoni wewe unajua kinachoendelea. Amen. Simama wewe mwenyewe simama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea hapo tukamilishe ili tuombe. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana. Watoto wake atakapowazaa wote watasimama katika Mungu. Amen. Unashangaa mtu ameokoka na anasema Yesu ni Bwana, na watoto wake hata hawaendi kanisani. Amen. Ama hata hawajui Mungu ni nani. Labda hata wengine ni majambazi. Hiyo si kazi yako. Lakini kile ambacho utakuwa umemfundisha mtoto, maandiko kitabu cha Methali kinasema hata iacha hata atakapokuwa mzee. Amen. Kwa hivyo inapofikia wakati ya kwamba mtoto ameshindikana kwa njia moja ama nyingine, wewe baba unakuja hapa ama mama unakuja unapiga makofi. Alafu salamu alaykum. Wewe hiyo piga picha tu, hiyo nyumba iko vipi? Huyo mtoto wako ulimlea akawe salamu alaykum. Wewe mwenyewe hata labda hujaingia huko msikitini. Amen. Ni lazima ya kwamba kile ulicho nacho ndani yako fundisha mwanao, fundisha jamii yako wakasimame. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi maana atakapokuwa mtu mkubwa ana maamuzi yake, lakini kama umemsimamisha na neno kutoka chini, atakuwa na hilo neno. Amen. Waswahili walisema samaki mkunje akali nini? Mbichi.
Lakini ukimkausha Tavunjika. alafu mkunje vitakuwa. Wenye kupika samaki wakina nani hapa? Makependo ndo anapika kuku yule. Huyo hapo Makenatana ndo anapika samaki. Kuna wengine wanakaranga samaki. Wewe niambie, kuna wale samaki, kuna wale ambao hata kama ni wabichi wenyewe wanajikunja. Si unakunja hivi utie hii alafu. Lakini hivyo ukarange mpaka umalize, unaweza ukamkunja. Ni lazima neno likasimame ndani ya nyumba ya Mungu na ndani ya utumishi wa Mungu, ili nyumba ile inaposimama, Mungu atakayekuwa anatukuzwa mahali pale, basi nyinyi mtasimama kwa sababu Mungu yule anaonekana ndani ya ile nyumba. Amen. Lakini je, wewe mwenyewe uko vipi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mchungwa hawezi ukazaa ndizi, na ndizi haziwezi zikazaa machungwa. Ni lazima tukatunze wokovu tulio nao. Mienendo yetu ikawe sawa, njia zetu zikawe sawa. Amen. Unakuta wengine ni wokovu lakini hawezi kuambia Bwana Yesu asifiwe katikati ya watu. Amen. Akikuona ni wewe anajificha. Maana pale ameketi na mabeti. Okoka. Ni wale wa kugoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna asifiwe hapo. Amen. Ukiona mwokovu mwenzako unainamisha kichwa chini asikuone, maana atakwambia asifiwe, na pale ni kwa mabesti gota nawe. Gotea huyo jirani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunafanya mambo ambayo Mungu akiwa mbinguni anatushangaa. Tunarudi tunasema kizazi hiki kina nini? Ni sisi wenyewe hatujasimama itupasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Simani Matunzi amewaambia hapa, watoto wengi wanakuja, wanachungulia, wanarudi huko, hawana haja na mafundisho. Na mzazi labda uko hapa lakini uko sawa na hiyo, hata una tatizo. Kwa sababu gani? Ule utu wa Mungu. Maana labda hata wewe mwenyewe tayari neno halimo ndani yako. Utahimiza mwanao akafundisha. Wewe mwenyewe hujasoma. Hata fadhali yule ambaye hajasoma anaweza akafundisha watoto wake ili labda waje wakuwe vizuri. Lakini katika mambo ya neno tuna mambo mengine ambayo tunasababisha sisi wenyewe Mungu anatuacha. Sasa turudi kwa mpango wa Mungu na tusubiri. Amen. Endelea hapo. Wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Mungu anasema hivyo sasa. Amemwambia Abrahamu kwa kuwa huyu atakuwa mwenye hukumu, atakayeelekeza watoto wake na watu wengi kwa ajili ya Mungu. Sasa watu wale wanasema, malaika wale wanasema, tutashuka kwa kuwa dhambi za Sodoma zimekuwa mbele za Mungu. Atashuka Mungu ili akaone kama kule Sodoma, kulingana na kile kilio anachokisikia. Je, ndivyo vilivyo hivyo? Kwa nini Mungu ahuzunike na wewe kwa ajili ya matendo yako? Kwa nini Mungu ashuke? Si kwa sababu akufungue, si kwa sababu akuponye, bali ashuke kwa ajili ya kuadhibu. Tuna haja ya kwamba tukarudi mikononi mwa Mungu. Tukarudi, tukafanye upya wokovu wetu. Amen. Amen. Wacha kujifitia dhambi. Siku inakuja, malaika atasimama na hukumu ya Mungu itashuka. Kwa hivyo ni heri kutengeneza kabla mambo hayajaharibika. Amen. 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 Endelea hapo tumalize. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Ibrahimu akakaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na mwovu?
Hilo ni swali Abrahamu anawauliza. Yaani amewashindikiza, ameambiwa huo mpango mzima unaenda kufanyika Sodoma, yeye bado yuko pale anaomba, anatafakari. Anawauliza wale watu, je, mtakapofika huko Sodoma, mtaenda kuangamiza wazuri na wale ambao ni wabaya? Lakini malaika wanajibu nini? Huenda wakawapo wenye haki 50 katika mji. Abrahamu anasema huenda wakaonekana huko wenye haki 50. Utaharibu hao pia nao watawaharibu. Anauliza. Utaharibu wala hutauacha mji kwa ajili ya hao 50 wenye haki waliomo? Hasha, usifanye hivyo. Ukamue mwenye haki pamoja na mwovu, mwenye haki awe kama mwovu. Hasha, mhukumu ulimwengu wote asitende haki. Naona sasa Abrahamu anatetea taifa hilo. Anaambia ya kwamba mkienda huko Sodoma na mkawapata watu 50 wanaosema Yesu ni Bwana, je, mtaharibu huo mji? Anasema la, usiharibu. Mwenye haki pamoja na muovu, akafanya mwenye haki kuwa muovu. Amen. Amen. Lakini cha kushangaza ni kwamba hakuna aliyekuwa na haki. Ni lazima watu wa Mungu tukajirudi. Amen. Amen. Endelea hapo. Bwana akasema, nikiona katika Sodoma wenye haki 50 mjini, nitapaacha mahali pote kwa ajili yao. Ibrahimu akajibu akasema, basi nimeshika kusema na Bwana, nami ni mavumbi na majivu tu. Huenda wakapunguka 5 katika wale 50 wenye haki. Je, utaharibu mji wote kwa kupungua 5? Akasema, sitauharibu. Nikiona humo 45. Akazidi tena akasema, naye akinena, huenda wakaonekana humo 40. Akasema, sitafanya kwa ajili ya hao 40. Akasema, Bwana asiwe na hasira, nami nitasema, huenda wakaonekana humo 30. Akasema, sitafanya nikiona humo 30. Akasema, tazama, nimeshika kusema na Bwana, huenda akaonekana huko 20. Akasema, sitaharibu kwa ajili ya hao 20. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuwa Mungu ni wa huruma, tokea imefika kama anauliza Abrahamu, ukienda ukiwapata watu 50 waliokoka kwa hiyo Sodoma, utawaangamiza pamoja na wale waovu? Mungu akasema hataangamiza. Abrahamu akasema ya kwamba sasa wakipungua 5 kwa hao watu 50 ambao sasa ni 45, utaangamiza. Lakini Mungu kwa sababu ni wa huruma anasema sitaangamiza. Mpaka wakafika 20 anasema, je, Mungu utaangamiza? Lakini Mungu anasema hataangamiza. Mungu anahitaji mwenye haki anayesimama kwa ajili ya Mungu. Amen. Hahitaji kundi zima hili. Tunaweza kuwa tumekutana mahali hapa kundi lote, lakini kila mmoja anajua vile anamtukuza Mungu wake. Amen. Abrahamu sasa anahurumia wale watu walioko kule, maana malaika ameshuka ili kwamba aende akaangamize. Lakini anasema ya kwamba siwezi nikamficha mtumishi wa Mungu. Naposimama katika kumuinua Mungu, Mungu hataficha uso wake kwako, hata kutendea. Lakini je, umesimama na huyu Mungu? Maliza hapo, sikia hiyo mwisho sasa. Akasema, 20. Bwana asiwe na hasira, nami nitasema mara hii tu, huenda wakaonekana huko 10. Akasema, sitaharibu kwa ajili ya hao 10. Basi Bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu, akaenda zake. Ibrahimu naye akarudi mahali pake. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu sasa ameshika kusema na Mungu.
Amemfikisha Mungu mpaka anasema wakipatikana, yani wakiwa 20 pia utaangamiza, wakiwa 10 hata watu 5. Lakini maajabu na ya kuhuzunisha, hakukupatikana hata mmoja Sodoma. Labda wewe mmoja wa hayo ambayo umesababisha ya kwamba tunaomba, tunafunga, lakini hakuna jibu, kwa sababu ya wewe uliyesimama na uovu katikati la kusanyiko. Lazima ukasimame umtukuze Mungu katika kweli. Amen. 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 Na zaidi ya yote, subiri wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu unapofika, wakati wa Mungu unapofika, Mungu mwenyewe atajitukuza. Wacha kusema ya kwamba nimefika mwisho. Unapofika mwisho, Mungu anaanza mwanzo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ninachosema ni nini, watu wa Mungu? Simama kama mwokovu. Simama kama wewe, jipeleke kwa Mungu kama wewe. Sasa nenda ukamwambia Mungu, najua ya kwamba nimefanya, najua ya wewe, kajipeleke vile ulivyojipeleke. Amen. Ili Mungu ashuke atengeneze, ili Mungu ashuke akutendee, lazima ujilete vile ulivyo. Abrahamu hakuogopa, akasema sasa nimeshika kusema na Mungu. Huenda wakapatikana 50, huenda akapatikana 45, huenda akapatikana 30, huenda akapatikana 20 mpaka 5, lakini Sodoma hakuna. Amen. 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 Usiache ghadhabu ya Mungu ishuke kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya wokovu wako. Unaweza kusimama wewe mtu mmoja tu kwa ajili ya haya yanayoendelea Kenya tu. Umwambie Mungu, simama kwa ajili ya nchi yangu, simama kwa ajili ya rais wangu. Mungu nenda ukamtawale, Mungu nenda ukamtie nguvu, Mungu ukampe maisha marefu. Tunahitaji amani Kenya. Wewe omba. Amen. Kama wewe usiseme kwani mimi ndio peke yangu Kenya. Mungu anasimama na wewe. Amen. Anasimama na mtu. Kwa hivyo wacheni tukaondoe kile kitu ambacho kitatusababisha sisi tusimone Mungu. Si Mungu awabariki. Amen. Hallelujah. Tenda Bwana, tenda muujiza. Tenda Yesu, tenda muujiza. Usiache Mungu mwaka upite bila kutenda miujiza.
umeshindwa Kristo. Nenda Yesu mwana. Hizo maroho za mapepo ninavunja, ninateketeza, nawasha moto wa imani katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu unaweza, mwana wa Mungu unaweza. Wewe ni mtakatifu, wewe ni Mungu wa milele, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Baba yangu na Mungu wangu, hizi maroho Bwana za kukataliwa, maroho za vita, Yesu mwana wa Mungu, naharibu vita vya mapepo, ninavunja, namleta Bwana. Amefika mwisho kama mwanadamu, anahitaji ukuu wako, anahitaji uweza wako, anahitaji nguvu zako, anahitaji ushindi wako. Shuka mwenyewe umtendee, utazame maumivu, utazame mateso, utazame dhiki katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu unaweza, wewe ni mtakatifu. Enyi maroho mliokuwa mnatafuta mauti, hamna uwezo, umeshindwa kwa jina la Yesu. Chomekeni na mshindwe katika jina. Mwana wa Mungu unaweza, kashuke Bwana Yesu kwa mamlaka yako Yesu, kashuke Mungu wangu kwa mkono wako Baba. Nenda ukayatende, nenda Mungu wa huruma, ukamtakase maisha yake, mtakase mwili wake, mtakase viungo vyake, mtakase, mtendee yale ambayo hawezi. Uliyemtendea Abrahamu, uliyemtendea Yesu, haujashindwa Mungu wa amani kumtendea mwenyewe, haujashindwa Masia kumtendea mwenyewe. Kwa mamlaka yako yatokayo juu, fanya operesheni Baba ndani ya maisha yake. Nakemea Bwana zile maroho za ukoo, Yesu navunja, Mungu nabomoa, walichokusudia ndani yake kishindwe katika jina la Yesu. Wa mbinguni unaweza, Mungu wa mbinguni unaweza. Shuka na uweza wako Bwana, shuka na moto wako Yesu, shuka na nguvu zako Masia. Nenda ukamtetee, nenda ukampiganie, nenda ukamzingire Bwana kwa nguvu zako na mamlaka yako. Washa moto wa imani, umtetee na umpiganie katika jina la Yesu. Maana wewe ni Mungu ishie, Jehova Masia uliye juu. Naja mikononi mwako, nenda ukamtawale
inayojitukuza, roho inayojitukuza inayosema lazima tupate. Mungu wa mbinguni, unaona mtoto huyu bado yuko kwa tumbo, lakini kivuli cha huyu mtoto Baba shetani amekichukua. Anasema hii mimba isizaliwe. Wewe ni Mungu. Amisha haraka, amisha. Ewe mchawi, lazima zae ama haraka, ama rudisha kivuli haraka, rudisha kivuli, rudisha. Mungu wa mbinguni, Yesu nakamata, Mungu nakamata, enyi maroho muliochukua kivuli cha mtoto huyu kabla azaliwe. Yesu wangu, nachoma, naamisha maumivu yaliyosimama yanayotafutia mauti ya mtoto huyu. Nang'oa, weka moto katika. Wewe Mungu una uwezo. Ujaze nguvu. Baba, Yesu wangu, ninang'oa kila kifungo, ninaharibu kwa nguvu zako, nabomoa kwa uwezo wa Roho. Nasema achilieni, toeni mizimu yenu, toeni mizigo yenu mliomfunga nayo ili asipate watoto. Uliyemtendea Sara haujashindwa, uliyemtendea haujashindwa katika ushikeni vizuri. Mchawi, weke moto, naye tafuta mauti ya mtoto huyu kabla asaliwe. Weka moto. Yesu mchome mahali alipo kwa madhabahu yake ya kanisa. Weke moto hapo madhabahuni alipompeleka. Weka moto katika. Wewe ni Mungu. Namleta mama huyu mikononi mwako. Kilichowekwa ndani ya tumbo lake nang'oa. Jini nyoka. Yesu nang'oa ili roho jini inayokuja na kufanya sarakasi naye. Weka. Wewe ni Mungu uliye juu. Namleta mtoto huyu, kamutakase kwa damu ya Yesu, kamutakase, kamufungue. Mamlaka ni yako, nguvu ni zako. Roho ya ulemavu ninang'oa kwa mtoto na kwa mamake. Nakamata ulemavu na ukamata hiyo roho iliyomfunga mama huyu Jehova, ili watoto watatizike. Mungu wa mbinguni, kwa natoa ndani ya chake Yesu. Mungu ni mleta kwako mama huyu, kamtakase kwa damu ya Yesu, kamfungue kwa uwezo wa Roho. Baba yangu, nenda katawale maisha yako, yatawale maisha yako, yatetee vita sarakasi za mapepo. Weka ndani ya moto, choma.